Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema kwamba Urusi itamaliza vikosi vyote vya Ukraine. Rais huyo anasema raia wa Ukraine lazima watambue kwamba walidanganywa na ndoto za watu wa magharibi ya kuiletea Ukraine ushindi wa kimkakati. Rais huyo amesema Urusi lazima ipambane kwa jasho na damu na lazima itamaliza vikosi vyote vya wa Ukraine, na kwamba raia lazima watoe maoni hayo ya kuamini kwamba watu wa magharibi watakuwa msaada kwao. Rais Vladimir Putin ametangaza kwamba vikosi vya Urusi vinazidi kushika kasi katika mawasiliano yote na hivi karibuni vinaweza kumaliza jeshi la Kiev, wakati akitoa maoni juu ya majaribio ya waungaji mkono wa Ulaya kukatisha utatuzi wa diplomasia wa mzozo huo. Rais huyo wa Urusi aliyesema hayo siku ya Alhamisi wakati wa mkutano na wafanyakazi wa manuari za nyuklia Arkhangelsk iliyo na makombora ya Zircon hypersonic. Putin alikariri kwamba Moscow imekuwa ikitafuta suluhisho la mzozo huo kwa njia ya kidiplomasia, lakini ilikabiliwa na udanganyifu wa kizuizi kutoka kwa nchi za magharibi, kwanza na mikataba ya Minsk iliyoshindwa na kisha wakati wa mazungumzo ya amani ya mwaka 2022 huko Istanbul. Wasimamizi wao wa Uropa waliushawishi uongozi wa Ukraine kwamba walipaswa kuendelea na upinzani wa silaha kimsingi hadi kwa Ukraine wa mwisho kwa lengo la kusababishia Urusi ushindi wa kimkakati, alisema rais huyo wa Urusi Bwana Vladimir Putin wakati akieleza hayo. Hata hivyo, Putin aliwashutumu viongozi wa magharibi, haswa waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Boris Johnson, kwa kudharau azimio la Urusi, na akaonya kwamba uwezo wa kijeshi wa nchi hiyo haupaswi kuchukuliwa kirahisi. Anasema Bwana Putin, lazima walisahau kwamba kuna watu kama nyie na silaha kama manuari zenu, Putin aliwaambia wafanyakazi wa majini. Anaendelea zaidi kusema kwamba inavyoonekana walisahau au labda hawaelewi watu wa Urusi wameundwa na nini. Rais huyo alisema mzozo huo unafikia hatua ya mabadiliko na alionyesha imani katika matokeo, akibainisha kuwa katika safu nzima ya ushiriki wa mapigano wanajeshi wetu wanashikilia mpango wa kimkakati. Anasema Putin, si muda mrefu uliopita nilisema tutawabana, sasa kuna sababu ya kuamini kwamba tutawamaliza. Kisha nadhani muda wa utambuzi lazima uje kwa watu wa Kiukraini wenyewe. Licha ya msimamo wake mkali, Putin alikariri kuwa Urusi bado iko wazi kwa mazungumzo ya amani mradi tu sababu kuu ya mzozo huo kushughulikiwa. Anasema zaidi, tunaunga mkono kusuluhisha masuala haya kwa njia za amani, lakini sababu kuu lazima ziondolewe. Ni lazima tuhakikishe usalama wa Urusi kwa mtazamo mrefu wa kihistoria. Moscow inaunga mkono usitishaji wa vita licha ya ukiukaji wa Kiev. Urusi imerudia kusema kwamba iko tayari kwa mazungumzo ya amani, lakini inasisitiza kuwa suluhu la kweli la mzozo huo linahitaji suluhu la kudumu na inayofunga kisheria. Moscow inapinga uwepo wowote wa NATO kwenye ardhi ya Ukraine na inadai kwamba Kiev iondoe kijeshi, ikanushe, ifuate msimamo wa kutegemea upande wowote na itambue hali halisi ya ardhi ya eneo hilo. Mnamo Machi 18, jeshi la Urusi liliamriwa kujizuia kushambulia miundombinu ya nishati ya Ukraine licha ya makubaliano yaliyokubaliwa na Rais Vladimir Putin na mwenzake wa Marekani Donald Trump. Walakini wizara ya ulinzi ya Urusi tangu wakati huo imeripoti ukiukwaji mwingi wa Ukraine ambayo ilielezea kama majaribio kudhoofisha juhudi za upatanishi za Trump. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.